الرحمن الرحيم. الحمد لله وكل يوم حمدا لله ودائما حمدا لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hili ni jambo la lazima. Wewe unapoketi wafaa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kule kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hujamshukuru bure bure. Leo tukipigia mfano, mtu yoyote ambaye kwamba atakayekuja kukutunukia kitu, amekuja amekupatia kitu, kiwe ni kitu chochote, kiwe ni kidogo, kiwe ni kikubwa, iwe ni nyumba ama gari ama pesa, utakuwa na furaha kiasi gani wewe na utamshukuru yule mtu kiasi gani? Utamshukuru pakubwa sana, waliyadhu billahi, kwa ile furaha ambayo kwamba itakayokukujaa utafikia, waweza kufikia daraja mpaka ya kumsujudia yule mtu kwa sababu amekupatia kitu fulani, ile kitu ambacho kwamba wakiona thamani yake. Lakini angalia, tumeingia katika ujinga kidogo, na tumesifiwa katika Qur'ani kwa kuwa binadamu ni mjinga na ana upungufu wa akili. Miongoni mwake ni, angalia, huyu atakayekupatia kitu cha duniani, kile kitu kitaondoka. Atakupatia gari, mwisho wa siku itafanyaje? Itaharibika. Alaysa kadhalika? Atakupatia nyumba, mwisho wa siku wewe ile nyumba utafanyaje? Utaiacha. Atakupatia pesa utaenda, hata kupatia milioni mangapi utazitumia, lakini baadaye zitafanyaje? Zitamalizika. Yule mtu utamshukuru wewe maisha yako yote. Lakini angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna ya neema alizokupatia. Mwenyewe asema katika Qur'ani, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na lau mtataka kuzihisabu, kuziwekea idadi neema za Mwenyezi Mungu, basi hamuwezi kudhibiti. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia neema nyingi, neema ambayo kwamba unaoziona na neema ambayo kwamba huzioni, neema ambayo kwamba wazijua na neema ambayo kwamba hauzijui. Kwa hivyo yule ikiwa amekupatia kitu ambacho kwamba ni neematun zailun, neema ya kuondoka, kaifi yule ambaye kwamba amekupatia neematun daimun, neema ya kudumu. Haya macho uko nayo hapa wewe, basi utakuwa nayo mpaka kesho Kiyama. Haya masikio uko nayo hapa wewe, utakuwa nayo mpaka kesho siku ya Kiyama. Neema zote zile ambazo kwamba amekupatia utakuwa nazo mpaka siku ya Kiyama. Kisha na bado atuambia, la in shakartum la azidannakum, lau mtanishukuru basi nitakuwa ni mwenye kukuzidishieni. Sasa wewe fikiria,
baada ya kuwa neema zote zile ambazo kwamba amekupatia Mwenyezi Mungu, kisha bado Mwenyezi Mungu ukimshukuru akwambia bado atakuongezea. Wewe waweza kujiuliza, kwani sahihi Mwenyezi Mungu akwambie wewe unataka neema gani na gani? Au neema ambayo kwamba nimekupatia wewe hazikukutosha? Katika hichi kiwiliwili chako kuna kitu gani wataka tuongeze? Kwa mfano, Mwenyezi Mungu amekupatia kila kitu ambacho kwamba kinahitajika katika kiwiliwili chako, ikiwa ni miguu miwili ya kuendea, ikiwa ni mikono miwili ya kushika, ikiwa ni macho miwili ya kuona, ikiwa ni masikio mawili ya kusikia, ikiwa ni mdomo wa kuzungumza, ikiwa ni pua ya kuvuta harufu, ikiwa ni ubongo wa kufikiria. Kila ambacho kwamba kinachohitajika katika mwili wako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari ashakupatia. Kisha bado akwambia ukinishukuru bado nitakuongezea. Sasa wewe waweza kujiuliza, ataniongezea neema gani mimi katika hichi kiwiliwili? Wewe huzijui, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazijua. Ikiwa ni neema ya afya, kule kurudi na kuondoka ni katika mitihani ya Mwenyezi Mungu. Tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amekupatia uhai, katika ule uhai kuna maonjo ndani yake, atakuonja. Ule uhai kukuonja kwake ni kukupatia ugonjwa. Kwa hivyo neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nyingi sana katika kiwiliwili chetu. Sisi ni lazima tumshukuru. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu si jambo la hiari, ni jambo la lazima. Wafaa uketi wewe umshukuru, ujaribu kufikiria zile neema ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuneemesha. Wallahi, siku moja lau ukaketi ukawa ni mwenye kuzifikiria zile neema za Mwenyezi Mungu, moyo wako mwenyewe utakuwa ni mwenye kushtuka. Moyo wako mwenyewe utakuwa ni mwenye kubabaika, kwa sababu lau uketi umfikirie Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu mimi amenifanyia mangapi? Amenitendea mangapi? Kisa ambacho kwamba tukitoa kila siku, yule bwana mmoja alipelekwa hospitali. Nikimalizia katika upande wa neema za Mwenyezi Mungu ili tupate kuingia katika mada. Alipelekwa hospitali. Baada ya kupelekwa hospitali amefungwa oxygen. Baada yake akatolewa, akarecover, akapoa, akaandikiwa bili. Alipoandikiwa ile bili, yule bwana akaanza kububujikwa na machozi. Akawaakilia madaktari na manasi, wakamfuata, bwana usibabaike, kama ni bili ni kubwa tutafanyaje? Tutakupunguzia, na kama ni hivyo pia tunaweza kukuruhusu uende, alafu baadaye utatulipa polepole. Kwa hivyo usilie. Yule bwana anamwambia, bwana mimi kinachoniliza mimi sio kwamba ni bili. Bili mlioniandikia hapa naweza kuilipa mara 3 zaidi yake. Lakini kinachoniliza mimi ni kwamba hili bili mmeniandikia kwa muda mchache, kwa muda mfupi mmeniandikia bili kama hii, nimevuta oksijeni yenu. Mimi tangu nizaliwe mpaka sasa nimefika, na mpaka kesho na kesho kutwa nafuta pumzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lau kama Mwenyezi Mungu angekuwa ni mwenye kunilipisha, ningelipa pesa ngapi? Lau kama kuna tax, wewe fikiria, lau kama kuna tax imewekwa ya kuvuta hewa, ungelipa shilingi ngapi wewe? Ndio maana wa intaudu ni'matallahi la tuhsuha, kisha innal insana la dhalumun kafar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia akasema hakika ya mwanadamu ni mwenye kujidhulumu. Angalia katika neema hizi ambazo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia, amekuneemesha, watumia neema hizi kwenda kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amekupatia macho, ndio watumia hayo macho kwenda kufanyaje? Kwenda kumwasi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amekupatia mikono, ndio watumia hiyo mikono kwenda kufanyaje? Kwenda kumwasi Mwenyezi Mungu. Sasa kama si dhulma hiyo nini? Kama si ukafiri huo nini? Ndio innal insana la dhalumun kafar. Ikhwatal kiram, katika neema ambayo kwamba itakana tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ametuneemesha ni neematul iman. Neema ya iman. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kututoa katika giza, kutuleta katika mwangaza, kututoa katika udhalilifu,
kutuleta katika ushindi. Hii ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na si yoyote mwenye kupatiwa neema kama hii. Mwenyezi Mungu asema, afaman sharaha Allahu sadrahu ala al-islami fahuwa ala nurin min rabbi. Yoyote yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakayemfungulia kifua chake, basi mtu kama huyo atakuwa yuko katika nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumfungulia kifua chake katika Uislamu, akamjaza Uislamu, maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamruzuku imani katika moyo wake. Huu moyo una vitu ambavyo kwamba umekusanya, na una vitu ambavyo kwamba vatakikana viwe viko ndani yake, na ndio moyo upate tumanina, na ndio moyo upate utulivu. Katika mambo ambayo kwamba ni kuutuliza huu moyo wako, kwanza kabisa ni Uislamu uingie katika moyo wako, imani iingie katika moyo wako, ijae katika moyo kabla ya matendo. Kuna wabedui walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia, ya Rasulullah, amanna nahnu minal mu'minina. Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, sisi tumeamini, sisi tuna imani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma Jibril alayhi salatu wassalam akipasua mbingu. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe asema katika hadithi kwamba sijamuona Jibrili akipasua mbingu kushuka kwa haraka kama katika aya kama hizi. Kuna baadhi za ayat Jibril alikuwa akishuka kwa nguvu, yani kwa haraka sana, kuwapatiliza wale watu pale kwa pale. Basi miongoni mwao ilikuwa ni hao. Akashuka Jibril na ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwaambia, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'a. Jibril akashuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, qalatil a'rabu amanna, hawa bedui wamekuja kuambia kwamba sisi tayari ni waumini, sisi tayari tuna imani. Basi waambie, qul lam tu'minu, waambie kwanza kwamba bado hawajaamini, bado hawajawa na imani sawa sawa. Lakini walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, pindi sasa nyoyo zao zitakapowaingia imani za kisawa sawa. Sasa tuko hapa, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, imani inaingia katika wapi? Katika nyoyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotumilizwa, aliwalingania maswahaba kwa muda wa miaka 10, akilingania tauhidi, akiwajaza maswahaba zake imani. Na ndiyo ilikuwa jambo la kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumilizwa, hakutumilizwa na kwamba watu waswali moja kwa moja, hakutumilizwa na watu watoe zaka moja kwa moja, hakutumilizwa na watu watoke wende vitani moja kwa moja, hakutumilizwa na kwamba watu waanze kufanya amali moja kwa moja. La, alitumilizwa kwa muda wa miaka 10, awalingania watu la ilaha illa Allah pekee yake, kwanza ijae katika nini? Katika imani. Moyo ustakiri, moyo uwe sawa sawa, moyo upate tumanina, alafu hapo sasa baadaye ndio zikaja nini? Na ndio utastaajabu wewe, kwa muda mfupi Bilal bin Rabah, sote tukijua kisa chake, alipokuwa amelazwa mchana na jua la mchana, wale waliokwenda Maka walijua amelazwa kwenye mtanga, na huku amewekewa jabali juu ya nini? Juu ya kifua chake. Jambo dogo tu ambaye kusema Lata na Uzza kwamba ni Mungu, basi sisi tutakuwapigia. Yaani kusema kwa maneno tu, sema tu wewe Lata na Uzza ni Mungu, sisi tutakuwapigia. Lakini bado amekazia nini? Ahad, ahad, ahad. Sasa ni kitu gani kilichomfanya mpaka akawa yuko hivi? Jamani, hebu angalia hii picha mwanzo, taswira yake.
Hii ni picha taswira yake. Kisha tuangalie na hizi imani zetu sisi za leo namna zilivyo, imani za kupambana. Hawa ni maswahaba ambao kwamba kabla hawajamsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata hawajui misikiti. Hawa ni maswahaba ambao kwamba walikuwa hata hawajui zaka ni nini. Hawa ni maswahaba walikuwa hata hawajui kufunga Ramadhani ni nini. Hata Qur'ani pia ilikuwa haijakusanywa sawa sawa. Mimi na wewe leo tukitaka kusoma Qur'ani ndio kuchukua mashafu kusoma. Wao walikuwa ni tabu kuipata ile Qur'ani. Ukitaka Qur'ani mpaka uende kwa wale wenye kuiandika Qur'ani kina Abi Sufyan na wengineo. Wenye kuiandika Qur'ani uende ukaitafute, tena ukifika kule na wewe ameandika kwenye mfupa, ameiandika kwenye ngozi, na wewe ndio transfer uandike kwako, na wewe ndio ufanyaje, ndio usome. Lakini angalia namna walivyolelewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika imani, namna walivyojengwa katika imani mpaka wakapata ile ladha ya imani. Sasa hawa ni ile ladha ya imani ndio ambao kwamba iliyowapelekea wakawa ni wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kwanza walikuwa wamejengwa kiimani. Ndio maana utawaona na wengine kina Habab ibn al-Arati, kina Al-Yasir, na wengine wote hao waliopita, alladhina udhibu fillahi adhaban shadida, na maswahaba wote walipata taabu. Maswahaba walipata taabu. Maswahaba wote kwa ujumla walifungiwa kuna wakati ilifika Maka ikawa sasa bwana hao watu wamezidi, watolewe haswa katika mji. Wakaekeana mkataba, tena mkataba wa dhulma. Mkataba wenyewe miongoni mwa mambo yalikuwa kwenye mkataba ni kwamba wao waondoke, tusifanyiane biashara baina yao. Yaani sisi tusiwauzie kitu wala wao wasituuzie kitu. Walikuwa katika dhiki, lam yakhlu ahadun min as-sahabati. Hakuna mtu yoyote ambaye kwamba aliyotafarahi kutokana na maswahaba hata kama maswahaba hawakupata tabu. Maswahaba wote kwa ujumla walipata shida. Wakatolewa haswa katika mui wa Maka, wakaenda kuingia katika Shaiba Abi Talib. Na wakawa wameishiwa na chakula mpaka katika baadhi riwaya zatuambia kwamba wakawa wanakula manyasi, wakawa wanakula majani kwa sababu ya tumbo lisiwe kavu, kwa sababu ya tumbo lisiwe tupu. Lakini ni kitu gani ambacho kwamba kimewapelekea hawa watu mpaka wakawa namna hii? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza aliwajaza imani katika mioyo yao, akawalelea kiimani, akawatia kiimani. Na jambo la kwanza aliyowafundisha kwamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwanza ilikuwa ni la ilaha illa Allah, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Kwanza ndio iliingia katika moyo wao. Sasa walipomjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walipomjua Mola wao, walipomjua mlezi wao, walipomjua muumba wao, walipomjua mwenye kuwaruzuku wao, ndio wakawa sasa, madamu washamjua na imani ishaingia, basi wakawa wako tayari kufanya lolote kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Katika amali ya pili kubwa iliyokuja ilikuwa ni amali ya hijra. Hijra kwa sasa hakuna tena. Wale waliofanya hijra wamepata bahati kubwa sana. Wametajwa katika Qur'ani na tutakuja kuelezea inshallah kwa urefu sana ubora wao na fadhila zao. Hawa kuhura ilikuwa ni shida. Ni sehemu katika mji umezaliwa, umekulia, pengine una mali zako, pengine una nyumba yako, pengine una vitu vyako. Uondoke wewe tu, uache kila kitu nyuma, uondoke. Sasa tupige tasawuri sasa, lao kama ingekuwa ni sisi jamaa, tungeweza? Na hizi imani zetu namna zilivyokuwa katika nyoyo zetu. Tunasema nahnu minal mu'minina. Tuwajua hawa mu'minina kina nani?
Angalia Mwenyezi Mungu akitaka kusema kitu katika Qur'ani asema ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu. Kwa nini iwe ya ayyuhalladhina amanu isiwe ya ayyuhalladhina aslamu? Kwa sababu unaweza kuwa wewe Muislamu lakini huna nini? Huna imani. Sasa ni uwe Muislamu alafu uwe na nini? Uwe na imani, uwe na yakini, alafu hapo sasa. Kwa hivyo kwanza walimjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumjua kwao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo kukajaza imani katika nyoyo zao. Ndio ukaona katika zile nguzo za imani 6, antu'mina billahi, kwanza ni kumwamini nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum billah. Wao walijua kwa hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh. Mwenyezi Mungu yaliyokuwa mbinguni yote ni yake na yaliyokuwa ardhini yote ni yake. Kwa hivyo huyu ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kuabudiwa. Wa imtubudu, ukificha wewe ama ukidhihirisha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajua. Imani yako, katika imani yako weka hili kwamba ukificha Mwenyezi Mungu yuwajua, ukidhihirisha Mwenyezi Mungu yuwajua. Hapo sasa ndio utakuwa umepata ile tumaanina katika moyo wako. Kwa sababu unajua mtu yote leo sisi tukifanya madhambi tunafanya kwa siri, sio wajificha Katika kisa maarufu yule aliyetaka kuzini na kijana mtoto wa ammi yake, wale waliofungiwa katika pango wakaomba pango lilifunguke, wakasema wote tutawakal kwa amali zetu. Mmoja akawatawakal na amali yake, asema kwamba nilikuwa nataka kuzini na kijana wa ammi yangu, kwa mtoto mzuri, namfuatilia mpaka siku kaja kaingiliana. Alipokuja kuingiliana, nilipokuwa nataka kuzini naye, akaniambia kwamba umeandikisha sisi hatuonekani. Yule bwana akamwambia lakini hakuna mtu ambaye tuona hapa, tuko mimi na wewe tu. Mwambia la, kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yafanyaje? Yuatuona. Ikiwa umeficha watu wasituone, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yafanyaje? Yuatuona. Kala namna ya imani namna zilivyokuwa Yule bwana alipoambiwa hivyo, hapo wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Basi mimi akhafu Allah. Bana wewe nenda na ile haja yako mimi nishafanyaje? Nishakutimizia. Baada ya kutajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakajua kwamba huyo ambaye kwamba ninaye muasi ni Mwenyezi Mungu, siko tayari kumwasi Mwenyezi Mungu mimi. Basi wewe ondoka. Kwa hivyo imani ilistakiri katika mioyo yao, kisha baadaye sasa ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaja kuwekea hijra, na ndio uliokuwa ni mtihani wa kwanza. Wale munafikina walipata taabu sana. Wale. Manake Allah, tuondoke tuache vitu vyetu hivi vyote. Haviwezi. Nyumba, mimi nina nyumba. Mimi na mifugo. Mimi hapa nina mashamba na mitende hapa. Niondoke nia yote. Lakini wale ambao kama imani zao zilipokuwa mimio thabiti, waliondoka bila hata ya kuangalia nyuma. Walikwenda wasiwasi naye. Kwa hivyo ndio maswahaba utastaajabu wewe, wakawa imani yao sura namna ilivyokuwa imejaa. Angalia, wakiwa katika swala hawasinzii, na wakienda vitani wanalala kwenye farasi. Hiyo mfahamu hapo. Lakini wakiwa kwenye sala wakija kwenye swala wanakuja wakiwa ni mustaqim, wanakuja wakiwa wako sawa na hawalali wala hawasahau. Leo tuangalie na swala zetu zilivyokuwa na viraka. Tuswali tunapotaka. Jambo la kwanza, jambo la kustaajabisha na jambo la kusikitisha, katika misikiti yote, si hapa peke yake, katika misikiti yote utakuta ikifika Ijumaa watu wajaa mbele, ikifika fajiri hata safu moja haija. Hawa watu wako wapi? Ikifika dhuhuri hatuko. Hawa ambao kwamba leo sisi tumejaza huu msikiti hapa Jumaa, ikifika asri
sote hatuonekani. Tumeenda wapi? Maswahaba walikuwa wakifika katika swala, mwanzo jambo la swala walikuwa hawana matezo nalo. Kisha wakiwa katika swala ndio walikuwa mawazo yao yote yako kwenye swala. Mtu aweza akaumwa mpaka na nyoka, kisa maarufu. Akaumwa mpaka na nyoka, lakini bado yeye hata hakuisikamu kama ameumwa na nyoka. Na mtu yuko kwenye swala. Nini lilompelekea kafanya hivyo? Ni imani katika moyo. Akienda katika vita, yeye hulala. Hata angalia leo tukiingiliwa hapa tutakuwa tuko vipi? Tuko hivi na hivi Hatuna amani. Twafadhaika, twababaika, alaysa kadhalik. Lakini yeye ndo kwenye vita. Tena yeye kwamba anaenda kule atakufa, lakini hata hana habari. Anayalala kwenye farasi, kaswa yalala kwenye farasi. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa afanya hijra ya Bura, yeye alimwacha Ali bin Abi Talib. Akampatia na zile amana. Akamwambia, bwana, amana hii na hii na hii utawarudishia watu wake. Kwa hivyo wewe lala hapa. Tukumbuke Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa atakakuuawa na wale mushrikina na kufari wa Maka. Akamwota Saidina Ali bin Abi Talib katika kitanda chake kile ambacho kwamba yeye analala pale, ndipo alale yeye. Sasa tujalie mimi na wewe tungelala kweli? Mwanzo hata kuweka ubavu usingeweza kuweka ubavu, ungekuwa uko macho. Maana nitaingiliwa sasa hivi mimi. Lakini ajabu, Saidina Ali bin Abi Talib alilala. Sasa siku za siku maswahaba wakaja kumuuliza, ya Ali bwana, ile siku ulipopatiwa amana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, ulilala kweli wewe? Basi anasema, jamani, watamwambia ile kweli. Hakuna siku nilopata usingizi mtamu kama hiyo siku. Natamani kila siku ziwe hizo siku. Aulizwa kwa nini, anasema mambo yaliyonipelekea yalikuwa ni mawili. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kuna mambo ameniahidi na yalikuwa bado hayajatokelezea. Hayo yalikuwa ni siri baina yangu mimi na Mtume. Alikuwa kuna mambo amenibashiria na ameniahidi yalikuwa bado hayajatokezea. Kwa hivyo nilikuwa nina imani na Mtume hasemi urongo. Nilikuwa nina imani kwamba haya mambo mpaka yatakapotokelezea alafu ndo nitakufa. Jambo la kwanza. Jambo la pili lililofanya nilale na ndio kubwa zaidi ni kwamba alikuwa amenipatia amana niwaregeshe watu. Sasa Mtume ni mwendawazimu ampatie mtu alokufa amana aregeshe watu. Alijua kwamba mimi nitakuwa hai, siku ya pili nitawaregesha watu amana zao. Kwa hivyo kwa kuwa ninakuwa zile amana ndio zikanifanya mimi nilale. Ndio namna ya imani zilizokuwa katika dini, zilizojengeka katika mioyo yako. Ya ikhwata alkiram, tujipime imani yetu. Imani zinataka kufanywa tajdid, kufanywa upya. Imani ni kitu ambacho kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inaondoka katika inavuka katika moyo kama namna ya nguo inavyovuka katika mwili. Kwa hivyo yatakikana tuzifanyie tajdid imani zetu, tuzifanyie upya imani yetu. Na katika mambo ambayo kwamba yenye kufanyia upya imani yako kila siku wewe ni uridhike aridha biqada'i llahi ta'ala wa qadarihi. Mwanzo ni kuridhika na kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kile ambacho kwamba amekuneemesha, ridhika nacho. Ile hali ambayo kwamba uko ndani yake wewe, ridhika nayo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile hali aliyokupatia ndiyo ambayo kwamba yenye kuendana na wewe. Na ile hali ambayo kwamba hakukupatia haiendani na wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Angalia katika kwenye Qur'an Mwenyezi Mungu atuambia nini? Muabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hataki kitu kwa nyinyi. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati. Mwenyezi Mungu yeye ndio mwenye kufanyaje? Ndiye mwenye kuruzuku. Kisha akasema, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Hakuna daba yote inayotembea ala al-ardhi isipokuwa riziki zake iko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ile ambayo kwamba uko ndani yake wewe, ile hali ambayo kwamba waishi ndani yake wewe, basi ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo kwamba amekukadiria nacho.
Kwa hivyo ridhika na kile ulichokuwa nacho, ridhika na ile hali ambayo kwamba uko ndani yake. Kisha fisarai wa dharra, katika furaha umkumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na unapopatwa na shida pia umkumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio unapopatwa na raha basi unamsahau huonekani, lakini ukiwa una shida sasa ndio ambao kwamba waonekana. La, usifanye ibada kwa ajili ya kwamba nataka riziki. Hilo mwanzo tutakatulifikiria vizuri Usije kuswali kwa sababu nataka riziki. Swali kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha kuswali. Yule mmoja katika asalafu na swali asema, usimwabudu Mungu kwa kuwa wataka vitu kutoka kwake, la, muabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio anayestahili kuabudiwa. Basi yani fanya kwa ajili ya Allah, kwa sababu wewe ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio wapaswa kuabudiwa. Basi mimi nakuabudu, nasoma Qur'ani kwa ajili yako, na swali kwa ajili yako, natoa sadaka kwa ajili yako, natoa zaka kwa ajili, yani fanya ibada kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukiwa kinyume yake, sasa ukiwa waswali huna, ukipata uswali bado imani yako haijakuwa mahala pake. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, ajaban li amri almu'min, ajabu sana mambo ya mu'min, innal amra kullahu khair, hakika ya mambo yake yote ni ya khair. In asabatuhu khairun shakara fakana khairan lahu, anapopata na khair hushukuru yeye, basi kawa ni khair kwake yeye. Wa in asabahu sharrun sabara fakana khairan lahu, na pindi akipata na mabaya, akipatwa na madhara, akipatwa na mitihani, usubiri, basi kule kusubiri ndio kawa ni ubora kwake yeye. Huyu ndiye mu'min, kwa sababu wajua khairihi wa sharrihi min Allah Ta'ala. Nikipatwa na khairi yatoka kwa Mwenyezi Mungu, nikipatwa na shari ni mtihani ya Mwenyezi Mungu, ni mtihani wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika shida na katika raha, wewe ni kuwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia ni adamul khawfi min almustaqbali wa husni dhanni billah, yani usiwe na hofu katika mambo ya mbeleni, mambo yatakayokuja mbeleni usiwe na hofu nayo, yote mwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa husni dhanni billah, na uwe na dhana njema na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yale ambayo kwamba atakayokuja baada yake wewe huyajue. Mwenyezi Mungu akwambia katika hadithul Qudusi, usiniulize riziki za kesho kama namna ambavyo kwa mimi sikuulizi ibada za kesho. Mwenyezi Mungu ashakuuliza wewe kesho utaswali kwa muda miaka mingapi, wewe kesho utaswali, wewe ashakuuliza hivyo? Hakuulizi. Basi kama namna Mwenyezi Mungu hakuulizi kesho, na wewe pia usimuulize kesho. Yeye ndio amekupangia kesho yako, na wewe sasa jipangie kesho yake. Utafanya nini kesho? Je, utaamka kuswali? Je, ile imani yako itaendelea kama namna ilivyokuwa leo? Je, utatoa kama namna ulivyokuwa watoa leo? Huyu mwanadamu kila kadiri anavyoendelea, ile aya inasema walal akhiratu khairul laka min alula, mbele yako unakuwa ni bora zaidi kushinda nyuma yako. Lakini mpaka kule mbele sasa wewe umeandalia, Mwenyezi Mungu ashakuandalia tayari. Wewe umezaliwa, umekuja duniani, wewe ulikuwa huna kitu, wewe hata nguo za kuvaa ulikuwa huna, ama ulikuwa unazo? Ulikuwa huna. Lakini Mwenyezi Mungu akakuhifadhi, akakukuza, akakupatia mpaka ukawa zile ulizokuwa nazo wewe ukawa unazo. Na zile ambazo kwamba huna, Mwenyezi Mungu akitaka pia utakuwa nazo. Kwa hivyo wewe ni kukosa tu hofu ya mbele. Ile hofu ya mbele, adamu hofu almustakbal, ile hofu ya kesho wewe usiiweke, usijenge katika mimi kesho mtakula nini, mimi kesho mtavaa nini. Mwatie nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa husni dhanni billah, ikiwa Mwenyezi Mungu amenihifadhi mimi kutoka huko nyuma mpaka nimefika hapa. Lau ukafikiria namna Mwenyezi Mungu alipokutoa, utowaza namna ya Mwenyezi Mungu atakayokupeleka. Na hii ni pia hata katika maisha ya barzakh. Lau ukafikiria Mwenyezi Mungu alipokutoa,
basi hutowaza namna Mwenyezi Mungu atakapokupeleka. Bila Mwenyezi Mungu amekutoa wapi? Wewe ulikuwa hujulikani kabisa. Mpaka mamako na babako ndio wakapatikana, ndio wakaoana. Haya ndio ukapatikana wewe. Kabla kuja duniani wewe ulikuwa katika tumbo miezi 9. Uko katika tumbo wewe leta picha wewe, tasawuru ulikuwa wavuta hewa gani wewe huko ndani ya tumbo? Ulikuwa wala vipi wewe huko ndani ya tumbo wewe? Mwenyezi Mungu, sababu hiyo kazi ya Mungu. Ama mama alikuwa akiingia kule ndani shika chakula ule. Ilikuwa kazi ya Mungu hiyo, namna alikuwa akifanya ukao kila huko ndani Kisha thumma sabila yasara. Wale ulipotoka pale rudi sasa uangalie, mimi kweli natoka hapa mimi. Njia ndogo lakini ikakutoa wewe mtu mkubwa, ikakutoa wewe kwa ni mtoto mkubwa. Kisha ukatoka, ukakuwa katika ile hali namna ulivyokuwa. Mwenyezi Mungu akakuhifadhi kuanzia utotoni mwako mpaka hapo ulipofika. Mwenyezi Mungu atashinda kukuhifadhi yote katika barzakh, katika kaburi. Akiwa ameweza kuhifadhi katika tumbo, atashinda kukuhifadhi katika kaburi? Hawezi kukuhifadhi, hawezi kushinda kukuhifadhi. Ikiwa Mwenyezi Mungu ameweza kukuhifadhi wewe mpaka ukaja, ameweza kukuleta tena, atashinda kukurejesha? Amekuleta duniani, sio? Ukafa, atashinda tena kukuhuisha? Ashinde kukuhuisha, atakuhuisha tena, utakuwa kama namna ulivyokuwa vile vile, kisha mpaka fingerprints zako zitakuwa kuna zaidi ya hilo. Kwa hivyo usifikirie yale wewe fikiria yale yaliyopita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna alivyokuhifadhi mpaka hapo alipofika. Basi kule mbele utakuwa huna wasiwasi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imani yako itastaqim. Kwa hivyo adamul khawfi almustaqbal wa husnul dhanni billah. La pili pia ni la mwisho ni ladhatul ibada, wa rahatul qalbi fi salah. Uwe na ladha katika ibada. Unapofanya ibada usimfanyie mtu. Imam Hasan al-Basri alipoulizwa masiru zuhdika ya Imam, katika mambo aliyosema alisema, alimtu anna amali la yaqumu bighairi fashtaghaltu bi. Nimejua kwamba amali zangu hakuna mtu ambaye kwamba atakayekusimama kwa ajili ya amali yangu. Hakuna mtu ambaye kwamba atakayekuja kukuswalia kwa ajili yako. Hakuna mtu ambaye kwamba atakayekusoma Qur'ani kwa ajili yako. Hakuna mtu ambaye kwamba atakuja kukutolea sadaka kwa ajili yako. Tena katika dalili kubwa ya hilo, angalia zamani, hata kule kwetu pia katika ukanda wa Pwani, ilikuwa katika kila siku kipita nyumba kuna tausia yasomwa. Ile tausia ni kuwapeleka fatiha wale watu waliokufa, ni kuwasomea Qur'ani wale watu waliokufa, na mtu kama anataka akawatolea sadaka wale watu waliokufa. Sahihi amefikiwa hadi mpaka ya kupingwa kabisa. Kwa hivyo hata siku ukifa wewe, kesho wewe usitarajie kwamba mtoto wako atakuja akufanyie nini. Hilo sahau kabisa. Zile ulizoata umemwatia yeye. Yeye ndo atakayekuzitumia. Wewe yako ni lile uliyotanguliza. Ile ulioswali ndio maswali kwa ajili yako mwenyewe. Ile uliosoma Qur'ani ulisomea mwenyewe. Ile uliotoa sadaka, wale watakaokuja usiwaamini kwamba watakuja kukufanyia. Na hata kama watakufanyia, hatakuwa haina tamu kama ile uliyoifanya wewe mwenyewe. Kwa hivyo amali zako wewe, hakuna ambaye kwamba atakayekufanyia isipokuwa ni wewe mwenyewe. Kwa hivyo ni uwe na ladha tu ya ibada. Uwe na ladha unapokuwa wafanya ibada, unapokuwa watoa, unapokuwa wasoma Qur'ani, unapokuwa wafunga, wewe ufanye yote huku ukiwa na raha katika moyo wako, ukiwa na ladha katika moyo wako. Kisha na unapokuwa katika swala uwe na raha. Ile swala ndio kipumbazo chako wewe. Maswahaba walikuwa swala wakaifanya ndio kipumbazo chao, hata wakiwa na shida wakawa wakikimbilia katika swala. Mpaka wakishikwa na shida wakimbilia katika nini? Katika swala. Wakainuka usiku wakawa ni wenye kuswali, wenye kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wanapokuwa katika swala, wao wenyewe wasema muda ule tunapokuwa katika swala ndio tunajihisi tuna raha zaidi kushinda muda ambao kwamba tuko nje ya swala. Hili ina maana tukimalizia ni kwamba
tuwe ni wenye kusimamisha hizi swala. Swala tusiwe ni zenye kuziwata. Swala ndio katika nguzo kubwa ambayo kwamba yenye kujenga mtu imani, na ndio utakuta swala ilifaradhishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bado akiwa katika mji wa Makka. Ibada zote zilifaradhishwa katika mji wa Madina isipokuwa swala pekee yake. Swala ilikuwa katika mji wa Makka kwa sababu ni mtume alipopelekwa Isra wal Mi'raj ndipo alipofaradhishwa swala. Na mtume alipelekwa Isra na Mi'raj akiwa wapi? Akiwa Makka bado. Kwa hivyo wale maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwajenga kiimani, kisha sasa akawaletea na booster ya imani ikawa ni swala. Wakawa kila wanaposwali, kadiri wanaposwali imani yao yazidi kukua. Sasa katika ile swala ndio sasa ikazaa amali nyingine. Mlango wake ni mrefu mlango wa swala. Tukiingilia kwa ufupi tu katika baadhi ya ulama watuambia swala ndio kila, yaani unaposwali unakuwa ni kama mfano umetekeleza zile nguzo nyingine zote. Kwa sababu katika swala unapokuja katika swala imekatazwa mtu kula ndani ya swala na kuno katika ndani ya swala. Basi ndio saumu hiyo waandikiwa ni kama mfano wa mtu amefanyaje? Amefunga. Unapokuja katika swala wewe unaelekea kibla. Ule kuelekea kibla kwako unaandikiwa ni kama mfano mtu amefanyaje? Amehiji. Ule kuingia katika swala kwako wewe kuna zile tasbihat na tahlilat zile. Subhana rabbiyal azima bihamdi, subhana rabbiyal ala bihamdi. Zile unaandikiwa ni kama mfano umetoa zaka. Kwa hivyo swala ndio ikawa ni yenye kuhifadhi zile amali nyingine zote, na swala ndio ikawa ndio chimbuko ya zile amali nyingine zote, ndio kazaliwa zaka, kazaliwa na saumu na mengineyo. Kwa hivyo ikhwatal kiram, tuwe ni wenye kuzifanyia tajdid imani zetu. Leo tutoke na ujumbe ya kwamba sisi imani zetu ziko thabiti. Sisi imani zetu ziko sawa sawa. Sisi imani zetu zimekamilika. Na kama hazijakamilika basi tuzikamilishe. Na tuzifanyie upya tajdidat katika kuswali na kuleta tahlilat la ilaha illa Allah na kusoma Qur'ani. Mpaka hapa Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahu wa rasuluhu a'lam.